Mbali na hayo kwamba washikadau katika sekta ya utalii Diani kaunti ya Kwale wameshinikiza serikali kuu kuondoa vikwazo vinavyozuia safari za moja kwa moja za baadhi ya ndege hadi uwanja wa ndege wa Moi jijini Mombasa. Wanasema kwamba vikwazo hivyo vinasababisha watalii wengi wa kimataifa kutozuru pwani ya Kenya na kutembelea maeneo mengine ya nchi jirani ya Tanzania na Zanzibar ambako ndege hiyo inaruhusiwa kutua. Washikadau hao pia wametaka udhibiti wa maeneo ya malazi ya Airbnb. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi. Tangu kuondolewa kibali kwa usafiri wa moja kwa moja hadi jijini Mombasa kwa ndege ya Turkish Airline, washikadau katika sekta ya utalii wanalalamika kuwa sekta hiyo imepoteza wageni wengi waliotaka kuzuru pwani ya Kenya na badala yake kuzuru maeneo ya Zanzibar. Wanasema hili linaathiri sekta hiyo pakubwa ikizingatiwa kuwa ndege hiyo ina uwezo wa kuunganisha zaidi ya maeneo 70 duniani. Jambo moja ambalo sote tunazungumzia katika kila kikao ni vipi tunaweza kuhakikisha kwamba wageni wanakuja, hususan wageni wa kutoka nje. Ndege ya Turkish Airline ni ndege moja ambayo imepatiwa vikwazo vingi ambayo tunataka na tunashinikiza kama wadau kwamba ndege ile inapaswa kuweza kupatiwa ruhusa ili kwamba iweze kuendelea kurudi. Ni ndege ambayo inatusaidia kuweza kuwa na connections nyingi sana duniani kote. Tunaizungumzia Turkish Airline kwa sababu bei ya tikiti ama fare ya kutoka nje iko chini sana kulinganisha na zile shirika zingine, na kwa sababu majirani zetu Zanzibar wameiodoresha kupeleka wageni kule, basi tunaona kuwa twazidi kupoteza wao biashara yao ikiendelea na kunoga. Waziri wa biashara na utalii katika kaunti ya Kwale Michael Mutua akisema vikwazo hivyo vinaathiri uchumi wa pwani nzima, akiashiria kuwa swala hilo litawasilishwa kwa baraza la magavana ili kujadiliwa zaidi. Kwa hivyo sisi tukiweza kumrai gavana wetu aungane na magavana wengine katika taifa la Kenya kuhakikisha ya kwamba shirika hilo la ndege linafunguliwa, basi sio wa Kwale peke yake watakao faidi, bali ni ukanda wa pwani wote utakao faidi. Hata tulikuwa tumeanza kufanya mikakati pamoja na wageni kutoka katika zile nchi, lakini kwamba kuweza kupata ruhusa ile ni jambo ambalo limeturudisha nyuma sana. Vikwazo vile vinatokana na serikali, tunakisia kwamba labda ni mipango ya kuweza kusaidia shirika letu la kitaifa Kenya Airways. Kutokana na kuendelea kuchipuka kwa biashara mpya za kitalii ikiwemo maeneo ya malazi ya Airbnb, sasa washikadau wanataka udhibiti wa maeneo hayo, wakisema juhudi zao za kuuza sehemu za Diani huenda zikakosa kufaidi sekta hiyo iwapo hakutakuwa na udhibiti wa Airbnb. Na ndio kwa maana tunasema tunataka tuanze kuzidhibiti kisheria, ndio tujue watu wakiingia ni kina nani wameingia, ni biashara gani ambazo wanaendeleza, na pia kaunti hii iweze kufaidi kwa kupata ushuru, wengine pia tuweze kupata ndugu zetu na dada zetu wapate ajira. Lakini tukiruhusu tu hizo Airbnb na villas na cottages wafanye kazi bila kudhibitiwa, basi tutaua haya mahoteli yetu makubwa makubwa, na hayo ndio sisi tunategemea. Tunazidi kufanya kile ambacho tunaweza ili tuweze kuendelea na kukuza our regional market. Ndio kama kuna masuala mengine magumu ambayo yatatokezea duniani, at least tuwe na Wakenya wetu na our regional market. Serikali ya kaunti ya Kwale ikisema itahakikisha kuwa kuna usawa wa ushindani katika sekta hiyo na mikakati itawekwa kuona jinsi Airbnb zitadhibitiwa. Lakini pia competition lazima iwe na usawa. Competition lazima iwe iko fair. Sio wengine wanalipa ushuru, wengine wanalipa permit, na wengine wanafanya tu kazi kiolela olela bila kujulikana wanafanya biashara gani. Na pia katika kuleta ule usawa, sisi tunajua hata watu wabaya hawawezi kuingia huku mahotelini kwa sababu hoteli zinawachunguza ama zinawaangalia ni nini wanafanya. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen, kaunti ya Kwale.